Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom shalom. Kwa majina naitwa John Matayo Lumbai. Ni mtumishi wa Mungu, kiongozi au apostle, kiongozi wa huduma nzuri ya Jerusalem Apostolic City International Ministry ambayo ipo Tanzania, katika mkoa wa Dar es Salaam, katika wilaya ya Temeke, Kongwe Mzinga. Siku hii ya leo nakukaribisha sana kwa wakati huu na kwa muda huu wewe kusikiliza kwa utulivu mzuri kabisa documentary au hadithi ya huduma hii tangu mwaka 2019 mwezi wa 7 tarehe 31 Jumatano kama ya leo. Karibu sana na Mungu akubariki. Mimi ni mwenyeji wa nchi jirani ya Tanzania, yani DRC Congo, katika mkoa wa Lubumbashi. Mahali hapo ambapo nilipopata wito na Mungu akasema na mimi tangu mwaka 2013 akinieleza natamani uende Tanzania. Manake Mungu akatamani mwenyewe kwa maamuzi yake kunituma katika nchi hii kuja kwanza huduma. Kwa hiyo mwaka 2016 mwezi wa 12 ni tarehe 18 ndio niliyofika katika hiyo nchi ya amani ya Tanzania. Nawapenda wa Tanzania sana. Na ninapenda sana kabila ya Kisukuma, Mashikoro Mageni. Karibu sana, nawapenda wote. Kwa hiyo nilipofika katika hiyo nchi nilipokelewa mahali kwenye makanisa mbalimbali ambayo siwezi kuyataja, lakini kwa wachache wao naweza kutaja Glory Church, kwa watumishi mbalimbali, bila kumsahau babangu pia Jeremiah Joseph Lunda, mmoja wa watu walionilea pia vizuri, bila kumsahau Bishop Mary pale Fan City. Yani wepo wengi sana zaidi ambao nawashukuru pia kupitia wao leo ninaweza nikawa pia na ujasiri wa kufanya video hii. Watu wakikutendea mema wakumbuke pia. Kwa hiyo Mungu awabariki sana wazazi wangu, ninyi mliokubali kunilea. Sasa mwaka ulipofika mwaka 2018 Mungu akaanza kusema nami mahali ambapo nilipokuwa ya kuniambia sasa unaweza ukafanya huduma, na nikamia katika anga hii nzuri sana, yani katika maeneo ya Mzinga, mahali ambapo palipo na huduma. Nilipofika mahali hapo sikujua nitaanza vipi, kwa sababu kumbuka kwamba mimi ni mgeni katika nchi na katika maeneo. Mimi na mke wangu tuko wageni kabisa, ila mke wangu mimi ni Mpare, Mtanzania Mpare mzuri mrembo. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu ametujalia kupata watoto wawili mpaka sasa. Kwa hiyo na mimi namsalimu katika jina la Yesu Kristo, na salimu familia yangu. Kilichokuja kupitikana ni kwamba tukaanza kutafuta nafasi ya kufanya huduma. Sehemu gani ambao tunaweza tukafanya huduma? Mungu akiwa anasema na mimi kwamba huduma anza, lakini hakuniambia ni wapi nitakapoanza huduma. Kwa hiyo mwenyewe katika akili yangu nikaanza kutafutisha pamoja na mke wangu, tukaenda mpaka Tabata kutafuta maeneo huko Tabata, lakini kila nyumba tulikuwa tunaingia wakiwa katukatalia kabisa, mpaka mashuleni hawatukubali kabisa. Tunarudi nyumbani tukiwa tunajitia moyo, tunaendelea kumwomba Bwana, tunatafuta ni wapi Mungu aliposema. Mungu hakusema kirahisi, alituambia nina huduma, aliniambia nina huduma, lakini hakuniambia huduma kwanza utaifanya wapi. Kwa hiyo nikaenda mahali pengine panapoitwa katika shule ya Nzasa, maeneo ya Nzasa, mahali ambapo tulipofika na mmoja wa wanangu wa imani sasa hivi, mwalimu Angel Eri, ambaye tuko naye tena kwa utukufu wa Yesu. Kwa hiyo mmoja wapo akatufikisha pale, tukaenda kwa ajili ya kupata fasi. Hatukupata na hiyo fasi kwa sababu mwenye eneo alikataa. Alitupokelea kwa muda na baadaye akatukataa. Yani tulipeleka kodi, ukabaki tu 40 tu. Nilitafuta 40 sikupata. Mwenye eneo akasema bwana nawarudishia nyinyi wasumbufu. Tukafukuzwa tena hapo kabla tujaanza huduma.
tulirudi na yule mama mwalimu Angel Eri, nikamwambia bwana, imeshindikana, na yeye akasema sasa mtumishi, hii jambo limeshindikana. Basi tukamwaga, akaenda kwake shuleni, mwalimu Nzasa, mwalimu mkuu Nzasa. Nikarudi na mimi nyumbani. Nilipofika nikamkuta mke wangu akifuafua kidogo hapo. Nilichokifanya nikamwambia bwana, wametukatalia eneo. Vipi? Nimemkataa. Lakini sasa nikamwambia bwana, tumepambana sana, tukaomba Mungu abadilishe moyo wa huyu mzee, atupe eneo, amekataa. Sasa hebu tujipongeze kwa kula kitimoto kilo 1. Kwa hiyo tulibidi tule kwanza kidogo kitimoto kilo 1 ya kitimoto. Jambo hili ni mwezi wa 3, 2019. Usiku wake nikiwa kwenye maombi nikimuuliza Mungu, ameniambia nianze huduma, lakini sasa kote tunapoenda hatupati nafasi, tunakataliwa, kuna jambo gani? Nimelala usiku. Kwa mara ya kwanza nimeshasikia Mungu akisema na mimi kwa njia nyingi, lakini kwa mara ya kwanza katika maisha yangu ya huduma nilimwona malaika wa Bwana akijitokeza kwangu na akiniambia omba na kusoma Biblia. Yaani kumbuka kwamba Mungu amesema muda wa kwanza huduma umefika, lakini sasa napewa taarifa ya kuomba na kwanza Biblia, kusoma Biblia. Kwa hiyo nikaanza kujiuliza, kwa hiyo sijawahi kusoma Biblia, manake maombi yangu sijawahi kuomba, maombi yangu madogo. Kwa hiyo nikawa na mawazo mengi. Mwambia mke wangu, bwana, sasa hiyo ni taarifa niliyopewa, kuomba na kusoma Biblia. Kwa hiyo tusahau kwanza mambo ya kutafuta nafasi ya kufanya huduma. Mwezi wa 4 2019, mwezi wa 4, nikiwa nimelala tena, ndipo Mungu akanipa maono makubwa ya mahali tutakapoanzia huduma. Akaniambia ili huduma utakayoanza itaanzia Mzinga, mahali ambapo ulipo. Hapa Mzinga hapa tulipo. Kwa hiyo niliona eneo ambalo lilikuwa ni ukumbi, na ule ukumbi ulikuwa umepakwa rangi ya blue. Maana yake bomba za ile huduma za ule ukumbi zilikuwa zimepaka na rangi ya blue. Katika maono sikujua ni wapi, ila Mungu aliniambia ni hapa Mzinga. Basi nilipoamka asubuhi nikamwadisia mke wangu, nikamwambia bwana, sikiliza, Mungu ameniambia huduma si sehemu nyingine. Tabata tulikuwa tumeenda sijui wapi huko, kwa tulikuwa tunazunguka bure. Mungu amesema huduma ametuitia Mzinga, na hapa Mzinga ndipo anatafuta kuokoa watu hapa Mzinga, na watu watatoka mbali sana kuja Mzinga kuja kutafuta huduma. Ingawa sisi maono yetu tulikuwa tunatafuta sehemu ambapo watu wengi wapo katika maisha fulani. Kama mtu yoyote, hakuna mtu anataka kwanza kitu mahali pabaya, lakini Mungu akasema Mzinga hiyo. Tukakubaliana katika hiyo. Nikamwambia sasa bwana, nimeona ule ukumbi kwa ndoto, kwa maono. Sasa katika hali ya kawaida Mungu hajaniambia ni barabara ya kushoto au ya kulia. Kwa hiyo tuna kazi ya kwanza kutembea kwanza, kuangalia ukumbi zote zilizopo hapa Mzinga, tuone kwamba ile ukumbi gani. Nikiona zile bomba tu nitaona kabisa ni hapa. Kwa hiyo mke wangu alikuwa ni mjamzito wa mtoto wetu wa kwanza Ismail. Basi tukaanza safari. Kila jioni tunatembea, tunaenda tunatafuta nafasi. Yesu warema sana. Kwa hiyo tukitafuta nafasi ni wapi? Tunatafuta bomba ya blue. Tunatafuta bomba, ukumbi ni bomba. Mzinga ina ukumbi nyingi, lakini hatukukuta ukumbi ule bomba ya blue. Bomba nyote kwa hiyo wamepaka rangi nyekundu asilimia kubwa. Kwa hiyo Mungu anapopita anakupa uhakika wa jambo. Basi siku moja mvua inanyesha, mke wangu akaniambia, bwana, nataka ukaninunulie chipsi. Kumbuka mama mjamzito akianza msafara wake wa kutaka chipsi au kitu chochote, unahitaji paka kumtafutia. Basi ilimpendeza Mungu ya kwamba siku ile Mungu alitamani kunielekeza mahali palipo huduma hiyo, au palipo ule ukumbi wa kuanzia huduma. Nikapata pesa, nikachukua pesa niliyokuwa nayo 1000,
nikaenda kumtafutia chips kavu. Nilipotoka mvua ilikuwa inanyesha, kumbuka nimesema ni mwezi wa 4. Mvua ilikuwa inanyesha. Nilipofika mahali pale mvua ikakata kidogo. Kuna mahali nilikuwa natamani kwenda kununua chips. Nikasema nikisema niende kule barabarani zaidi itakuwa ni shida. Acha niangalie watu walio karibu. Hapo ndipo nikamwona jamaa mmoja anauza chips. Na nikafika pale nikamwambia nahitaji chips ya 1000. Basi ndipo akaniambia bwana, hamna shida. Akawasha moto wake kwa ajili ya kupasha kidogo chips yake. Mvua ghafla ikaanza. Nikamwomba tu, naweza kuingia kwenye baraza. Hapa baraza unapopaona hapa. Naweza kuingia kwenye hiyo baraza hapa. Akasema hamna shida. Kuingia kwangu kwenye hiyo baraza, macho yangu yakaona bomba hapo. Kumbe baraza nilipoingia, ukiangalia hapo vizuri katika hiyo ukumbi utaona kabisa kwamba kule kuna hiyo bomba tayari. Kwa hiyo nilipoangalia nikaona, nikamuuliza, hii ukumbi? Akasema ndio ukumbi. Okay. Basi moyo wangu ulifurahia sana zaidi. Nikamuuliza, inapangishwa hiyo, mtu anaweza akakodi? Akaniambia hatujui. Nikaomba kuingia ndani. Nilipoingia nikakuta bomba zote zilikuwa ni za blue kama vile Mungu alivyokuwa amenieleza. Niliporudi nyumbani nikamwambia mke wangu, usingenituma chipsi nisingeona ukumbi wenye bomba ya blue ambayo tumeitafuta kwa muda mrefu hatukupata. Kwa hiyo katika hili namshukuru Mungu. Baada ya kumuulizia akasema ule ukumbi naujua. Akasema mle ndani wanauza pombe mle. Sasa pombe ndio? Akasema ni ukumbi wa mbunge. Msalimia mheshimiwa mbunge huyu Bwana Usi. Kwa hiyo unampataje mbunge? Unamwingiliaje? Utaingiaje kwake kwenye kambi yake? Ni ngumu sana, lakini Mungu aliweka wepesi kabisa kwa njia ya mwanangu wa imani nilionaye sasa hivi, katibu wangu Samuel Msafiri na mke wake Linda, ambayo kwa wao tukapata ule ukumbi na tukapewa ule ukumbi. Hatukuwa na pesa kabisa. Nikamwambia waliponiunganisha yule katibu wangu sasa hivi, wakati ule sio katibu, tulienda nikaongea naye, nikamwambia bwana, nahitaji ukumbi kufanya huduma. Nasikia kwamba mnafahamiana na hao wenye ukumbi. Akasema ndio, mwanae binti yake yupo, anapenda sana mambo ya Mungu, tutaongea naye na yeye ataongea na mama yake. Kwa hiyo connection ikaanza hivyo. Mungu anapokuandalia kitu, anakuandalia paka utaratibu wa namna utakapofikia kile kitu. Yaani hautagombana sana. Kumbuka mwanzoni sisi tulitamani kutoa pesa na tuliumia sana ila hatukupewa. Lakini hili lilienda taratibu sana, connection na Mungu peke yake. Basi nilipofika hapo ndipo katibu wangu Samuel Msafiri ndipo akaongea. Wakati ule sio katibu wangu. Wakati ule ni mtu tunaongea naye rafiki tu. Akaongea na yule dada Clara, na yule dada Clara akaongea na mama yake, na mama yake kabisa hakukataa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya huyu mama. Huyu mama hakukataa kabisa. Alichotuliza tu kwamba mtafanya huduma lini. Ila nikawaambia mama, sisi tutafanya huduma ila hatuna pesa ya kodi. Mungu alioniita hajanipa pesa ya kwanza nayo huduma. Akasema anzeni huduma mtapewa paka na viti. Kwa hiyo mwezi wa 4 tukapata hiyo sehemu, lakini hatukuanza huduma mwezi wa 4, tukaanza huduma mwezi wa 7 tarehe 31 Jumatano kama ya leo. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha kubwa sana kwetu. Changamoto ni nyingi tulioipitia, lakini hatuwezi tukaieleza yote kabisa kwa sababu ya muda wetu. Kwa hiyo tarehe 31 mwezi wa 7 2019 tukaanza huduma rasmi katika lile ukumbi. Na ule ukumbi tulianza watu 7. Watu 7 tulianza pale, wanaume 2 na wanamama 5, na vijana watoto wadogo 2, ambao ni watoto wa Samuel Msafiri ambaye ndiyo katibu
wetu wa huduma Jerusalem Apostolic City leo. Kwa hiyo tukaanza hapo watu wale 7, na kila siku tulivyokuwa tunaendelea tulikuwa tunazidi kupungua, kwa sababu tulioanza napi walikuwa wanatoka mbali, wanatoka Maji Matitu. Kwa hiyo muda mwingine nauli zao na nini, kwa hiyo kuna siku mtaonana wengi, siku ni hivyo. Tukaanza kupata changamoto kubwa sana zaidi mahali ambapo tulipoanzia huduma. Changamoto ilikuwa sina wenye eneo, changamoto ilikuwa na mtu ambaye tulikuwa tunashare naye ile eneo, kwa sababu ile eneo walikuwa wanauza bar, kwa hiyo wanauza pombe mle ndani, bia. Angalia utaona vizuri ya kwamba kuna punguzo la bei. Kwa hiyo maana yake ukitaka kufanya huduma mtakuta viti vimepangwa kwa ajili ya watu kunywa bia, nyinyi mtavigeuza vinakuwa mgao wa ibada. Mkimaliza ibada viti vinarudisha mgao wa bia. Hata ukiwa unaongea na mtu, kuna watu pembeni tayari wameshafungua bia, kwa hiyo mnashare pamoja. Unaona, hiyo ni moja changamoto tuliyoanza kuipitia, lakini sikukata tamaa kwa sababu Mungu aliruhusu tuanzie hapo. Changamoto nyingine nilianza kupata ni changamoto ya nchi niliyotoka. Yule Mkongomani bwana, Mkongomani watapeli sana. Angalia kwanza ni kijana yule, au watapeli wanachukua wake za watu, wanachukua mabinti wa watu. Moja wa changamoto kubwa nilizozipata ikawa ni hilo, ila sikuwahi kujibu katika neno lolote, kwa sababu nilijua wanachokisema sio uongo, ni kweli. Wapo watu ambao wameshafanya vitu kama hivyo, hauwezi kujitetea. Nilikuwa namwambia tu mke wangu, kazi tutakayoifanya ndiyo itakayotutetea. Basi ninamshukuru Mungu ya kwamba kila kitu kilienda sawa na kilikuwa salama kabisa. Basi kadri tulivyoendelea, baada ya watu kuona kwamba wamejaribu kutuchafua kwa namna hiyo, wameshindwa, basi watu wakaanza kutukejeli, wanasema kutukejeli, kutusema. Sasa ukiwa kwenye ibada watu wanashanga, halo, siwezi nikasahau hiyo kikelekele ambayo siwezi nikasahau. Halo, najua kwa ndugu tulipo Dar es Salaam tunajua vizuri. Halo, kanisa hilo. Kwa hiyo kanisa hilo, kanisa lile lina watu watatu hapo, watu watatu, watu 4 tena hivyo. Kwa hiyo baada ya muda nikaanza kuendelea, watu wanakuja, ukiwa unafundisha watu wanatoka, na zaidi ukiwa unafundisha utakatifu, mafundisho yaliyonyoka, watu wanakuambia yule mtumishi yuko vizuri, anaombea watu vizuri, lakini shida yake ni moja, anapenda kufundisha watu waache dini zao. Lakini hiyo ndio nguvu yangu, sikuacha watu. Nilikuwa nafundisha watu wanachukua mabegi wanatoka. Siwezi nikasahau siku moja nimefundisha somo moja kuhusu kupaka majivu, siwezi nikasahau. 2019 ile ilikuwa ni mwezi wa 11. Nimefundisha maana ya watu kupakwa majivu. Najua nikaeleza kwamba jambo hili sio jambo nzuri. Niliona wamama watu wakisonya kama sisi, ndio neno ile kusonya, mtu anachukua begi lake anatoka. Yaani unafundisha watu wanatoka, unafundisha watu wanatoka, watu wanatoka. Kwa hiyo kijumla ikaumiza moyo, ikawa kama ninachokifundisha sio kitu sahihi, ila sikufa moyo. Usiku wake nimerudi naomba, nikaanza kumomba Mungu, kwa sababu tulikuwa tayari watu kama 30, watu wakapungua, tukabaki kama 8, watu 8, watu wengine wakaondoka. Hivyo maisha yetu magumu katika huduma, mambo ni mengi niliyoyapitia, lakini kwa haya machache katika ninayoongelea, nikamuuliza Mungu, kuna kitu gani? Mungu akaniambia kabisa, unahitaji kuendelea na kufundisha. Baada ya kuendelea tena, tukaongezeka watu kama 20. Siku moja nikafundisha Mungu jike, siwezi nikasahau. Nikafundisha Mungu jike na ibada zake, Malkia wa mbinguni, ibada zake.
watu wakatoka tena, ila tulibaki 13. Usiku wake sauti ya Mungu ikasema na mimi. Yesu sauti ikaniambia ya Mungu, mimi nilipofundisha watu nikawaambia wale nyama yangu na mwili wangu na damu yangu wanywe, wote walikimbia, nilibaki na 12. Wewe umebaki na 13, endelea. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu ya kwamba changamoto hizo zote zilitupata kwa ajili ya kutuimarisha, tufanya tuzidi kuwa na nguvu. Lakini katika yote tukaendelea. Mwaka 2019, 20, mwaka 20 mwishoni, mwaka 2020 mwishoni, ndipo ambapo tukaanza kupata misukosuko mingi sana na majirani zetu, ambao mtu ambaye tulikuwa tunashare naye ule ukumbi akaanza kutuongelea vibaya. Mashtaka yakawa mengi, wakatupeleka serikali za mtaa. Namshukuru Mungu ya kwamba uongozi wa serikali ya mtaa uliamua kwa haki. Napenda kuwashukuru pia, waliamua kwa haki, ingawa walitushtaki sana vibaya, lakini na wao walisema hapana, hawa watu wanavyosema ni uongo. Walisema tunapiga kelele, wakaja kuangalia vyombo, tuko salama. Kwa hiyo Mungu akatushindia huko serikalini. Namshukuru Mungu kwa ajili ya haki iliyotendeka. Na baada ya yote, watu wakaamua sasa kukusanya watu ambao waliokuwa ni wajumbe, wakakusanya watu, wakaambia wale watu ya kwamba tunahitaji tuwafukuze hao watu, na walikuwa wanasema tunaharibu kazi za watu. Kwa hiyo tayari tulikuwa tumeshaelewa kwamba tunaharibu kazi ya watu, manake kazi ya watu ambao sio wazuri, tunaharibu uchawi, tunaharibu uganga, tunaharibu vitu vya watu. Kwa hiyo tulitegemea kwamba itatukuta, lakini hatukuteteleka. Watu wengi wakaanza kuongea, wakatushtaki au wakamweleza mwenye eneo, mheshimiwa mbunge. Walipomweleza, mheshimiwa akasema kwa amani, nahitaji nyinyi wale pia ni wananchi wangu, kwa amani naomba mwache eneo. Kwa hiyo tulifukuzwa Jumamosi, yani kesho ni Jumapili, tunafukuzwa Jumamosi saa 12 ya kwamba kesho hamtakuwa na ibada. Tunamshukuru Mungu katika yote. Jumamosi ile tuliomba sana, na siku hiyo kulikuwa na mechi, siwezi nikasahau. Kulikuwa na mechi, ilikuwa nacheza Yanga na Simba. Tumefika pale tulikuwa tunasali Jumapili jioni. Tunafika pale jioni, tunakuta mahali pa kusalia pale wameshaweka pale TV ili kwamba sasa wameshatufukuza tayari. Kwa hiyo tunakuta pale TV imewekwa, ule muda watu wamejaa sana wanaangalia mpira katika hiyo. Kwa hiyo tunafanyaje? Tukatolewa katika hivyo, tukashuka huko bondeni ambapo mnapoona. Baada ya kushuka huko, watu wengine wakakimbia kwa sababu ni bondeni, waona kabisa. Watu wengine wakakimbia, watu wakasema kwamba hapana, maisha yao na nini na nini na nini, huduma haitaendelea tena, ashukuriwe tena Mungu. Tukaanza kumsihi tena Bwana. Bwana akatuambia huduma hii ni ya Mzinga wala si ya sehemu nyingine, kwa sababu kuna watu, namshukuru Mungu, mtumishi wa Bwana Edison ambaye aliamua kutupa pia pesa kidogo, akasema niko tayari kuwatafutia hata ukumbi mahali popote nje na Mzinga ili mwanze huduma. Lakini nilimwambia Mungu ametuitia hapa Mzinga. Nashukuru alitupa kidogo cha pesa ambacho pia namshukuru katika udhaifu tuliokuwa nao wakati ule. Na siku moja ndipo sasa mke wangu akaniambia, Mungu ameniambia kwamba atatupa nafasi ya kufanya huduma, lakini nafasi ya kwanza mtaenda watawakatalia, nafasi ya pili mtapewa. Nafasi ya kwanza ndio mahali ambapo sasa hivi pana hiyo soko jipya, palikuwa kana huduma pale, palipo na soko jipya ya Mzinga hapa. Tulimtafuta mwenye eneo alitukatalia kabisa, na lakini namshukuru Mungu kwa sababu angekubali tungekuja kutolewa tena, kwa sababu sasa hivi pana soko. Mungu ni mwema sana. Na baadaye mwanangu, binti yangu wa imani, mwanangu katika imani, Magi, Mama Precious, ndiye akasema, baba,
kuna mahali kama mtapapenda, tuendeni pale na tuombe pale, tuanze huduma. Ndio hapa mahali tulipo sasa hivi, tunaposherehekea sasa hivi miaka 5 ya huduma. Tulianza katika hali ngumu sana ambayo mtaiona kabisa bila shaka, ngumu sana zaidi. Tulipoanza kujenga tu nikafiwa na mdogo wangu DRC Lubumbashi. Nilikuwa katika mambo mawili, kwa hiyo nikitoka nikienda Kongo, maana yake huduma haitaendelea tena. Yani nilijikuta kati ya kwenda kwenye msiba na kati kubaki kwenye huduma, nafanya nini? Niliamua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kubaki kuendeleza ujenzi ambao tulionao mpaka sasa hivi. Tuliyapitia mengi, sisi wenyewe tulikuwa mafundi, sisi wenyewe tulikuwa tunabeba mchanga, sisi wengine ndio tulikuwa tunafanya kila kitu. Nakumbuka ya kwamba tulikuwa tunazunguka, tunaenda kununua zile bati za used, tunaenda kuzinunua mahali kwenye mahali mbovu, bati zimetoboka, zina kutu. Bati tulikuwa tunazipiga huko, watu walikuwa wanatuona wanacheka, ila katika hayo yote nilikuwa naambia watu, sisi ni wengi kama ni watezaji, sisi ni wengi kama ni watezaji. Namshukuru Mungu ya kwamba katika miaka hii 5 tunayoenda kusherehekea, hakuna chochote kibaya walichokuwa wanakiwaza. Katika huduma hii kuna mafanikio mengi ambayo yaliyofanyika. Watu wameokoka, wamemjua Yesu, asilimia wengi wamebatizwa, watu wengi sana wamefanikiwa rohoni mpaka mwilini, na Mungu wa neema ametubarikia katika mambo mengi sana. Kwa hiyo tuliposhuka huku bondeni pia tulipitia mengi, na leo tuko hapa tulipitia mengi, ila hapa tulipo tunasema Mungu ni Ebeneza. Kilichokuwa kimetokea ni kwamba kama nilivyoeleza ya kwamba nilikuwa naishi maeneo haya huko. Kwa hiyo mke wangu aliponiambia nataka chipsi, kwa hiyo ndipo nikatoka maeneo haya nikaja, kuliko nyende barabarani kununua chipsi, ndipo nikamwona kaka moja alikuwa anauza hapa chipsi, anaitwa Bwana Josi. Hapa alikuwa anauza chipsi, meza yake hapa. Kwa hiyo mvua ikao inanyesha kidogo, ni mwezi wa 4. Nilipofika hapa sasa nikamkuta hapa anauza chipsi yake na nini, nikamwambia niuzie chips. Tena ilikuwa ni ya 1000 kabisa, yani chips kavu, kumbuka. Kwa hiyo nilipofika hapa sasa mvua ikaanza ghafla. Nikamwomba naweza kuingia ndani? Akaniambia sawa, unaweza ukaingia. Kwa hiyo katika kuingia kwangu kwa ndani, utaona kwamba hiyo ni kabaraza kizuri alikuwa anauzia hapa. Nilikuwa nimesimama na mimi hivyo. Nilipomwambia naweza kuingia ndani, akasema ndio, unaweza ukaingia. Kuingia kwangu tu, lango hili lilikuwa limefungwa. Mlango ulikuwa umefungwa, sema kwa sababu pana nini? Tusinani kidogo. Huu mlango ulikuwa umefunga, kulikuwa hakuna kitu kama hicho. Mlango ulikuwa umefunga. Niliposimama hapa, macho yangu yaliona wakati ule rangi ya blue ilikuwa bado kabisa inang'aa. Macho yangu yaliona bomba, ambaye bomba ilikuwa na rangi ya blue. Kwa hiyo nikamuomba naweza kuingia. Nikaenda nikasimama, nikaona. Nilipoona rangi hiyo ya bomba ya blue, moyo wangu ulifurahia sana. Nikafungua kwa sababu mvua ilikuwa inanyesha, nikaingia. Ndipo nikaona maji, kumbuka mvua ilikuwa inanyesha, maji hapa pote hapa. Ila nilifurahia kwa sababu niliona bomba za blue. Ndipo nikamwomba sasa, nikamwambia hivi inawezekana mimi kumuona mwenye eneo hili anapangisha au anafanyaje? Akanijibu hapana, ila kaka yake na ndugu walio hapo nje. Najua tukitoka hapo kidogo utamuona anaitwa Bwana Josi. Kwa hiyo nilipoingia ndipo nikaona hapa, nikaamini moja kwa moja hapa ndipo tutakapoanzia huduma. Nilichokuwa nacho katika maono kikaanzia hapa. Pana utaona kwamba nguzo hiyo imechakaa
kwa sababu ya muda. Miaka 5 maana yake mikono ilishika sana, nguzo imechakaa, ila kuna nguzo kidogo ndani hapa inaonesha kama hapa pamechakaa, lakini ukiangalia kuna blue hapo, blue ipo kabisa mpaka hata hapo chini unaweza kaangalia kwamba kuna blue. Kwa hiyo Mungu alitupa uhakika na wakati ule unaweza kufuatia kuona kwamba hata hapo kuna hizo rangi kabisa, inayomaanisha kabisa kile Mungu alichokuwa amekidhibitisha kwangu ya kwamba huduma itaanzia katika jengo ile. Na ukiona nilisema tulikuwa tuna share huduma hii na watu wanauza bia, watu wakiuza bia. Kwa hiyo ukiangalia baada ya hiyo miaka 5 utaangalia kuna matangazo hapo kidogo ya bia hapo. Kwa hiyo ambavyo hatuwezi tukataja jina, unaona nyingine iko hapa, ukiangalia tena. Kwa hiyo ni miaka 5, kumbuka ninasema ni miaka 5 si. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna vitu vimesha chaka kidogo huko kote huko, na siwezi nikasahau maeneo haya palikuwa na tangazo moja ilikuwa inasema punguza bei. Kuna watu walikuwa wanakuja hapo kwenye huduma wanakutana na hiyo taarifa punguzo la bei. Kwa hiyo tukaanza huduma mahali hapa kwa utukufu wa jina la Yesu. Tulianza watu 7 na madhabahu yetu tulipoanza yalikuwa hapa. Nilipoanza madhabahu yalikuwa hapa. Hapa ndipo palipokuwa na madhabahu. Kwa hiyo ukiona kuna kama kamsingi kadogo hapa, maana yake palikuwa kidogo ndo kama juu kidogo ndipo palipokuwa na madhabahu. Kwa hiyo hapa ndo palikuwa madhabahu, na madhabahu haya tulichokuwa tunatumia kama mimbali sehemu ya kuweka Biblia ilikuwa ni ile meza ya kupasia ile. Hiyo meza ya kupasia ndio iliyokuwa hapa, ndio tunatumia kama madhabahu. Kwa hiyo baada ya muda tulipoongezeka madhabahu yetu yakahamishwa, basi tukahama upande huu ambapo unapoona wakati watu walipoongezeka tukahamia hapa kusudi tuwe kidogo na sehemu kubwa. Kwa hiyo utaona hii ya kwamba kidogo pakawa sehemu kubwa ambayo tunaweza tukamwabudu Mungu vizuri, tukaruka vizuri na kila kitu kikawa sawa, watu wakiwa wanafunguliwa wanaombewa upande wa kule. Na utaona hapa madhabahu, yani ukicheza kidogo tu unajigonga kwenye hiyo mbao gap. Kwa hiyo maana yake hapo ukiwa unahubiri unahitaji kuwa makini sana. Kwa hiyo ukiwa humu ndani ni pazuri kwa sababu ni parefu, unaweza kanyosha mikono yako kabisa. Kwa hiyo ukicheza hapa unajigonga. Nimeshawahi kujigonga hapa mara 2. Hapa nikajigonga mara 2 kabisa. Kwa hiyo lakini katika yote Mungu ni mwaminifu ya kwamba mahali hapa ndipo chanzo katika ulimwengu wa mwili. Huduma hii kubwa ya Jerusalem Apostolic City ambayo tunasherehekea miaka 5 leo tulianzia hapa. Na natamani kusema kitu kingine ya kwamba jamani, nilikuwaka nikilala siku 3 nyumbani kwangu, siku 4 nalala hapa mwenyewe. Paka mke wangu alikuwa ananionea huruma sana na akihofia naweza nikakabwa. Angalia kadri lilivyo hapa, peko wazi kabisa, hapa hapana bati. Kwa hiyo maana yake nilikuwa nikilala hapa kila usiku, nakuja naomba, nikishaomba nalala mahali hapa chini hapa nalala kabisa. Nalala hapo chini kabisa. Mvua ikiwa imenyesha nachukua meza ambayo hayo meza sasa hivi naona inatumika hapo nje hapo. Unaona hizo meza inatumika hapo nje sasa hivi, wanauzia hapo vitu. Ile meza ile nilikuwa naziweka 2 hapa, hizo za bia, ndio nalala juu kwa sababu mvua ikinyesha hapa maji yalikuwa yanasamba ndani. Kwa hiyo naiweka pale nalala. Kwa hiyo nilikuwa nafanya siku 3 nalala nyumbani, siku 4 nalala hapa peke yangu nikiombea huduma kusudi Mungu adhihirishe. Namshukuru Mungu wa kwamba unachokipanda kwa maombi kinaleta matunda tu. Kuna muda tukanyanganywa viti, tukawa tunasali hapa, watu wanekaa hapa wanaweka kanga hivi, tunasali na viti vile muda mwingine vimekaa tu hapa, wameviweka hapo viti na hatuwezi tukatumia viti. Na nakumbuka wanangu fulani walikuwa wananiambia ya kwamba inakuaje, kwa nini tusichukue tu viti hapa? Nikasema jamani, tunahitaji kwenda vizuri. Kwa hiyo maana yake tukimaliza hapa ibada, ndipo nisema ukimaliza ibada saa 1 kabisa, hizi unaona haya meza ni meza ya bia tayari kwa watu wale. Kwa hiyo ukimaliza hapa ibada, viti vanachukua na vigeuza vinakuwa
hapa watu wanaanza kunywa. Kwa hiyo tulikuwa tunasali, watu wepo nje wanasubiria kuingia kuja kulewa, kuja kupata bia yao kidogo. Kwa hiyo nikiwa nampokea mtu hapa, muda mwingine naongea naye, pale kuna watu wanalewa, pale kuna watu wanalewa, kule kuna watu wanakunywa bia. Kwa hiyo mimi ninaongea na mtu kwa ajili ya kumwombea, kuna mtu mwingine anakunywa bia. Hizo ni changamoto tulizozipata, isipokuwa hatukukata tamaa. Umeona? Kwa hiyo siku ile tunakuja muda mwingine kwa ajili ya kufanya ibada, tunakuta hapa TV kubwa imeweka hapo, watu wameshaikaa huko wanaangalia mpira wa Yanga na Simba saa 10, wakati na sisi tuna ibada saa 10. Umeelewa haya yote? Kwa hiyo wakati ule nakumbuka tukaja kusali huko, njoo kabisa, tulikuja huko, tukaingia huko kabisa hapa, tulikuja paka huko, njoo tulikuwa hapa, angalia, tukaje hapa. Sasa hivi hapa pamekuwa mti, palikuwa hapana mti kabisa. Unaona, hapa palikuwa hapana hiyo miti, imepandwa hiyo. Watu wakaikaa paka kule, wengine wakaikaa paka huko. Njoo angalia kabisa. Watu wengine wakaikaa paka huko. Kwa hiyo mimi nikasimama hapa, nikasimama hapa ili wa huko wanione na wa huko wanione. Umeona? Na kule watu wanaangalia nini? Mpira. Kwa hiyo tukaanza kuimba, na haturuhusiwi kutumia vyombo, kwa sababu kitumia vyombo utawatesa wale wanaoangalia kule mpira. Kwa hiyo haya yote ni yale tuliyoyapitia, ila hatukukata tamaa. Kuna watu walikuwa wakija hapa, wanafika hapa, wanakaa hapo kabisa. Sasa kuna muda unaona kwamba vyoo vilikuwa karibu sana, na unasikia sasa watu wakikaa hapa, kuna harufu fulani hivi, harufu kabisa ya vyoo inatoka. Kwa hiyo unaona watu wanasema yule mtumishi yuko vizuri, anafundisha vizuri, shida mazingira yake yalikuwa sio mazuri. Kwa hiyo moja changamoto tulizopatana. Kwa hiyo ukiwa hapa vyoo vinatoa harufu na umetulia, unafundisha habari njema, katika yote Mungu alinipa tu watu wengine walituvumilia. Kuna wengine walikuwa wanakuja na kuambia sehemu kama hile tutakuja kuumwa bure, lakini katika yote Mungu ni mwaminifu katika kila jambo. Mungu akikuita vumilia, jifunze zaidi. Amen. Nilikuwa nasema kwamba mmoja mdogo wake na yule ambaye alikuwa anauza hapa chipsi ni huyo hapa, anaitwa Baba Frida, lakini alikuwa ni kaka yake, ndio alikuwa anauza pale chipsi. Ndio alikuwa anauza hapo chipsi wakati nimekuja na kupaona sehemu hii. Baba Frida, Bwana Yesu asifiwe. Unaendeleaje? Salama za siku. Tuko salama. Karibu. Tunatengeneza historia nzuri kwa ajili ya huduma, tukisherehekea miaka 5 ya huduma. Karibu sana. Basi barikiwa sana. Nawashukuru sana. Asante. Ndugu, bado tunaendelea safari. Tumeshuka bondeni baada ya kufukuzwa kule tulipokuwa, basi tukawa hapa ndani ya jengo hili. Kwa hiyo tulikuwa na geti ile hapa. Angalia mwenyewe namna ambavyo tulivyo hapa, ndio telewa. Kwa hiyo geti hili lilikuwa linafunguliwa hapa katika mlango huu mdogo. Hapa ndipo watu walipokuwa wakitokea na wakiingia baada ya kutoka kule, kwa safari kawa mpya zaidi katika hiyo. Kwa hiyo kuna geti ndogo, watu wako wanatoka hivi. Kwa hiyo ukitoka hivi unapandisha au unapandisha tena. Kuna sehemu mbili, yote ni milima kabisa, na utapaona kwa utukufu wa Yesu. Bado tunaendelea. Shalom, shalom. Mpenzi mtazamaji wa documentary hii, najua kabisa kwamba tayari imesha kufikisha mahali na umeshaangalia vitu vingi sana ambavyo mahali tumepita kupitia huduma hii. Ni kweli kabisa kwamba changamoto tuliyoipata tukiwa na baba yetu Apostle John ni kubwa sana. Tumepita kwa namna ambavyo pia huduma nyingine zinazofikia viwango vikubwa zinaweza zikapita. Na mazingira haya kama alivyonena, tulikuwa tunapitia changamoto hiyo ya madhabahu, hatukuwa nayo, tulikuwa na mchanga
mchanga kabisa. Watu wenye skonkoko walikuwa wakija hapa hivi ukanyaga, hasa kina Mwalimu Magota, Mwalimu Eli wakitamani kufundisha, amevaa siku hiyo kiatu chao kirefu. Yani ilikuwa ni kashesha, lazima mimbari ihamishwe itoke kwenye mchanga iende kidogo kwenye mawe. Sasa tulikuwa tunafurahi, ilikuwa ni furaha japokuwa tulikuwa tunahuzunika, ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wazazi au wenye nyumba, wenye mji huu walikuwa ni watu waungwana, waliamua tu kutusaidia kwa sababu tulikuwa hatuna namna tuende wapi wakati huo. Mara tulikuwa tukienda katika sehemu ambayo tulikuwa tunatamani tuwepo, ilikuwa kukuta kwamba muda mwingine watu wana mambo yao na ilikuwa ni ngumu kupata kwa wakati mfupi ule, ila Mungu wetu ni mwema na tunaamini kabisa na tuna imani na Mungu wa Apostle John ya kwamba hakika anafanya miujiza, na tumefanya na tumepita, na katika hizo changamoto zote bado Mungu ametuimarisha, na watu wale tuliokuwa nao wengine tulikuwa nao bado na wengine tena wameongezeka. Tunashukuru Mungu, tunafurahi sana. Ni kuendelea kupatia tu hii tumaini ya kwamba katika madhabahu hii ni mara sahihi, na hakika Mungu anaonekana vizuri kabisa pasipokuwa na mbamba yoyote. Amen, barikiwa sana. Naitwa Baraka Magoti na ni mtumishi chini ya Apostle John. Mungu akubariki. Asante sana kwa kunisikiliza. Kwa hiyo baada ya kutoka hapa, baadaye tukaanza kumtafuta Mungu. Kama nilivyosema, Mungu akamtumia mke wangu kumwambia siku ya Mungu atatupa nafasi, ile mahali pa kwanza tutakataliwa na mahali ya pili tutapata. Kwa hiyo ndipo mahali ambapo sasa hivi wameshajenga soko. Karibuni na uone safari yetu ilikuwa sio rahisi. Tulipotoka kule bondeni kwa ajili ya kupata nafasi, tulikuja paka hapa. Wakati ule hapa hapana soko yoyote hapa. Palikuwa na kanisa hapa. Hapa palikuwa kanisa moja hapa kabla soko hii halijawekwa. Umeona, na kijana wangu huyo hapa, tukawa tunatembea tunatafuta ni wapi ambapo tutaweka huduma. Kwa hiyo tulipofika hapa tukakuta hapa peko wazi, palikuwa kana huduma mwanzoni. Kwa hiyo soko bado, mwenye eneo akakataa, akasema kabisa hatuwezi tukawapa watu wa kanisa. Kuna mmoja wa kanisa aliyokuwa pale alikorofishana naye kabisa kuhusu mambo ya pesa na mambo mengine. Kwa hiyo tukatoka, ila namshukuru Mungu kwa sababu hata kama tungejenga kanisa hapa, mwisho wa yote nina uhakika tungetolewa, kwa sababu leo pana soko limejenga. Kwa hiyo maana yake ingefikia muda tungetolewa tu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu hatukupata nafasi hapa ya kujenga kanisa, na Mungu akatupa mahali ambapo tulipo sasa, ambapo tumejenga jengo, na kwa utukufu wa Yesu mtapaona kabisa katika yote. Shalom. Shalom. Kwa hiyo baada ya kutoka pale tukaenda sasa na tukampata mtu ambaye mwanangu wa imani anaitwa Mage. Akanyambia, baba, kuna sehemu ya pili ambayo twende tujaribu. Kwa hiyo ndipo tukaja hapa, tukakuta mahali hapa palikuwa peko wazi, palikuwa hapana kitu chochote hapa, palikuwa wazi, mchanga, na palikuwa njia ya maji, mkondo wa maji wanavyoita hapo. Maji alikuwa yanapita hapo na nini. Kwa hiyo tulipofika hapa tukafanya mkataba vizuri, mwenye eneo akatukubalia, tukafanya naye mkataba na baadaye tukaanza kujenga. Kwa hiyo tulipoanza jengo hili lilikuwa si kama hivi unavyoliona. Usije kaona kama tulianza hivyo. Kwa hiyo tulipoanza jengo hili, tulivyoanza nilikwambia kwamba tulipoanza na jengo hili tulikuwa tunatafuta bati ya used. Bati za used, yani zimeshaoza, zimetobolewa, vitu kama hivyo, watu wameshatumia, ndio tukaanza kununua hizo bati. Tazama, kwa hiyo pembeni hapa pote hapa tulikuwa tumezungusha kwanza turubai. Katika picha hii unavyoiona, kwa hiyo palikuwa turubai kabisa hivi unavyoangalia hapo, kulikuwa turubai huko kote, huko kulikuwa na turubai kabisa tulipoanza, na hapo chini humo tukiingia ndani utaona kabisa. Kwa hiyo baada ya muda tukabadilisha turubai, ndipo tukapiga sasa hapa pote hapa pakawa ni bati tu. Tukatoka kwenye turubai tukaingia kwenye bati, tukagonga bati huko kote huko kama unavyoona kwenye picha hapo, tukagonga kwenye bati hapa.
kwa utukufu wa Yesu sasa, na tukaamua sasa kutoa bati hizo na kuingia hapa. Lakini katika yale yote namshukuru Mungu, tulianza na hiyo jengo lilikuwa na mpaka. Lilipoanza lilifikia paka hapa ndipo palipokuwa na jengo la mwanzo. Nilipokuja nikaambia tunahitaji kuongeza, tukaongeza tena kidogo kipande kikafika paka hapa. Hapa pakawa ni mwisho wa jengo hili moja. Kadri tulivyozidi kuendelea, Mungu akazidi kutubarikia zaidi na tukazidi kuongezeka kama nyota za juu. Kwa hiyo tukaongeza tena hii jengo unayoliona hapa. Hapa sio mwisho, tunatarajia kufika paka kule mwisho kabisa barabarani, kwa sababu sisi ni wengi kama nyota za juu. Mafuta ya Yesu alikuwa anatembea na maelfu ya watu. Kwa hiyo hapa sio mwisho, mwanzoni paka kule, na tukifika pale si kwamba ndio mwisho. Maono yetu makubwa ni kununua uwanja huu ambao tayari ukiuangalia ni uwanja mkubwa sana kabisa, ambaye ni kununua na kujenga kanisa la ghorofa la watu mamia na mamia na maelfu ya watu wakiwa wanamwabudu Mungu mahali hapa. Si kwa kujinua, ni kwa sababu tunaamini katika wito ambayo Yesu ametuitia. Sisi ni majogoo wa Yesu. Karibuni ndani kidogo. Kwa hiyo humu ndani moto humu tulikuwa hatuna hizi bomba hizi, tulikuwa tumeweka tu ni milunda tu ya kawaida. Kwa hiyo hapa hii bomba zote ni ibada ya Mungu kufanya, ndio tumeweka hizo zote. Na kama hapa tuko katika maboresho, katika hivyo tunavyoviona, hivi vyote vilikuwa vipo tulipoanza, lakini vyote vimekuja kwa neema ya Mungu na hivi vyote. Na ndio maana unaona hata katika jengo letu hapa pia tunaendelea, peko wazi, tunaendelea na kujenga na kuboresha zaidi, na tunaamini kuelekea tena upande mwingine. Mungu alitusaidia katika namna yote, kutengeneza kama unavyoona madirisha bado hatujaweka, pia hatujaweka upande. Kwa hiyo tuko katika neema ya Mungu tukiboresha. Hapa chini kape tunavyoangalia hapo, yote hii ni kuonesha kwamba tunampenda Yesu sana zaidi. Na katika hapa, kwa hiyo tulipoanza hapa pakuwe hivi, hapa pote hapa palikuwa mchanga tu, na kule mbele kulikuwa hakuna kitu chochote kabisa, palikuwa tu ukuta tu wa kawaida, na hivi vyombo tulikuwa tu. Na kwa hiyo Mungu ndani ya miaka 5 Mungu ametufanyia neema kubwa, na neema kubwa ambayo ninayemshukuru nayo Mungu. Neema ya kwanza, watu kuokoka. Neema ya pili, watu kukubali kubatizwa. Neema ya tatu, watu kufanikiwa pia hata kikazi, kiuchumi, ndoa. Ushuhuda ni nyingi sana ndani ya hiyo miaka 5. Hata Mungu pia kanibariki pia, nikanunua kidogo gari moja, nikauza tena, nikanunua ya pili. Yote hiyo ni neema tu. Yani neema ipo nyingi. Na sifa yetu kubwa, kumbuka kwamba hivi vyote tumenunua hapa si kwa kuuza maji wala mafuta. Hivi vyote hapa, kila kitu kilicho hapa si kwa sadaka ya ukombozi. Hapa hatuna sadaka za ukombozi, hatuna kabisa hapa. Na hivi vitu vyote vimekuja kwa umati wa wana Jerusalem na upendo wao kusapoti kile ambacho walichonacho na kwa moyo wa kufanya hiyo kazi. Namshukuru Mungu sana katika hapa. Ila sio kwamba hapa ndo tumefika, tunataraji kufanya vikubwa sana zaidi na zaidi. Na najua na miaka kadhaa 5 nyingine huko mbele tutakuwa kabisa katika ujenzi wa ghorofa kubwa wenye muundo wa uwanja wa mpira. Ndio maono makubwa niliyopewa sasa na Kristo, ya kwamba maelfu ya watu ambayo alionitia niwe nao kuwaongoza, hawa maelfu nitawaongoza katika kiwanja hicho ambacho kitakuwa kikubwa sana, jengo kubwa ambalo na uhakika kabisa hajawahi kutokea au limeshatokea. Mungu ni mwaminifu, ajua. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kila kitu, na kushukuru na wewe pia uliofuatilia zaidi, na washukuru wanangu wote mpaka sasa wanaendelea kusapoti kwa pesa zao, mpaka sasa wanaendelea kufanya. Mungu awabariki sana. Tumetoka mbali na tunapoenda sio mbali tena, pamekuwa karibu sana. Kwa hiyo hiyo spika hii ni spika moja yenye historia kubwa sana.
ndo speaker ambayo tumeanza nayo, isipokuwa imenunuliwa mwaka 2019 tarehe 20 Desemba. Kwa hiyo na hiyo speaker ambayo kwa neema ya Mungu kuna mtu aliyoguswa tu akainunua hii speaker. Kwa hiyo nikiangalia naona kwamba inaenda pamoja. Kwa hiyo hii speaker pia niseme imetimiza miaka 5 sasa hivi. Moja wa chombo kilichotimiza miaka 5 ndani ya huduma hii ni hiyo speaker. Ni hiyo speaker nimetimiza miaka 5. Mmoja wa chombo kilichotimiza miaka 5. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Tulikuwa na maiki, unaona hizo maiki hizi, unaona hizi, yani unaona hizo maiki ni hatari sana hizi. Maiki moja ambayo ukitaka kuongea unazifunga hivi kwa sababu ukicheza inaharibika. Yani unaona hivi vitu, yani ni vitu yani ni kama ajabu fulani hivi, lakini tulipitia huko na leo Mungu ametupa maiki nzuri na bado tutapata tena bora sana zaidi, ila katika safari kila kitu ni cha thamani. Mungu akubariki. Mpaka sasa Mungu ametutetea. Mimi ni jogoo wa Yesu, na pamoja hapa kanisa linaitwa Jerusalem Apostolic City. Mimi kwa neema ya Bwana ndio mwanzilishi wa huduma hii kabisa, ila tuko chini tu tukitumika na kibali cha mtu ambaye ni Askofu Mwakyame, yuko pale Dodoma, ila yeye ni mlezi wetu, ila mwanzilishi ni mimi hapa. Mungu akubariki na wabariki wana Jerusalem wote, hata mpiga picha wetu pia. Sancho Bwana ubarikiwe, pamoja na Bwana Ibrahim director. Yesu awabariki, tunawapenda. Karibuni tena sana zaidi. Shalom.